Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameomba radhi kwa serikali ya Qatar kufuatia kuuawa kwa raia wa Qatar katika shambulio la anga lililolenga viongozi wa Hamas mjini Doha mapema mwezi huu. Kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Marekani, Netanyahu alitoa ombi hilo la msamaha kupitia mazungumzo ya simu na Waziri Mkuu wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, akiwa pamoja na Rais wa Marekani Donald Trump katika mkutano wao ikulu ya White House. Tunaanza kwa Waziri Mkuu Netanyahu kuelezea masikitiko yake makubwa kwamba shambulio la kombora la Israel dhidi ya malengo ya Hamas nchini Qatar lilisababisha kifo cha mwanajeshi wa Qatar, taarifa ya White House ilisema na kuongeza. Aliendelea pia kuonesha majuto kwamba katika harakati za kuwalenga viongozi wa Hamas waliokuwa wakihusiana na mazungumzo ya mateka, Israel ilikiuka mamlaka ya Qatar. Ameahidi kuwa Israel haitafanya shambulio kama hilo tena. Shambulio la Septemba 9 lililolenga viongozi wa ngazi ya juu wa Hamas wanaoshiriki majadiliano ya kusitisha mapigano kwa usaidizi wa Marekani liliua wanachama 5 wa Hamas wa vyeo vya chini na afisa mmoja wa usalama wa Qatar. Viongozi wakuu wa Hamas walinusurika jaribio hilo la kuuawa. Katika mtandao wake rasmi wa X, Netanyahu alinukuliwa akimwambia Waziri Mkuu wa Qatar, "Mheshimiwa Waziri Mkuu, Israel inasikitika kwamba mmoja wa raia wenu aliuawa katika shambulio letu. Tunataka kuthibitisha kwamba lengo letu lilikuwa Hamas, sio wa Qatar." Aidha, aliahidi kutoshambulia tena ardhi ya Qatar katika mashambulizi ya Israel siku zijazo, huku akimwambia Rais Trump kuwa amelifanya hilo kuwa ahadi yake rasmi. Baada ya Netanyahu kueleza masikitiko makubwa, White House ilisema Waziri Mkuu wa Qatar alikaribisha hakikisho hilo, akisisitiza utayari wa Qatar kuendelea kuchangia katika usalama na uthabiti wa kikanda. Netanyahu naye aliahidi kushirikiana katika jitihada hizo. Profesa Sultan Barakat wa chuo kikuu cha Hamad bin Khalifa, Qatar, aliliita ombi la msamaha la Netanyahu kuwa hatua muhimu.